aina nahnu alana fi zamanina hadha. Fahadhihi as-sual yu'tina lana fursan an natafakkar wa an natasaal ma ba'dina. Hili ni swali miongoni mwa maswali ambayo yanatupa fursa sisi kujitathmini, lakini pia kujiuliza wenyewe kwa wenyewe kwamba tangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba, na kisha tukazaliwa, na kisha tukabaligh, na kisha tukachukua mamlaka ambayo tulionayo sasa kila mmoja kwa wadhifa wake. Je, ni yepi ambayo tumekwisha yatekeleza na kuyafanya kwa ajili ya mustakbali wetu? Ni yepi ambayo tumekwisha yatekeleza kwa ajili ya mustakbali wetu katika upande wa akida, ambayo tunaamini kwamba itikadi hii ya Kiislamu ndiyo itikadi ambayo imekuja kumuokoa mwanadamu na kumtoa katika kiza cha ukafiri na kumuingiza katika nuru ya imani. Itikadi hii ndiyo ambayo imekuja kumsafisha mwanadamu na kumuonyesha kwamba yeye ni kiumbe bora kuwashinda viumbe wengine. Itikadi hii ya Kiislamu ndiyo itikadi ambayo imekuja kumuonyesha utu wa mtu, namna gani anatakiwa aishi katika dunia hii. Itikadi hii ya Uislamu ndiyo ambayo imekuja kuwabashiria watu kwamba baada ya kufa kuna jambo fulani, na kila mmoja kuna malipo, na kila mmoja atalipwa kulingana na yale ambayo Mwenyezi aliyokuwa anayafanya katika dunia hii. Itikadi hii ya Uislamu ndiyo ambayo sisi tunailingania usiku na mchana, namna gani tunaweza kutumia juhudi zetu, namna gani tunaweza kutumia nafasi zetu kuhakikisha kwamba itikadi hii inasonga mbele. Aina nahnu alana fi zamanina hadha. Suali hili la kwamba sisi tuko wapi katika zama zetu hizi, yawezekana ikawa ni sehemu ya kutufanya sisi kufikiri kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa akili na ametupa fikra, lakini pia ametupa neema ya kusikia pamoja na kuona. Kwa maana kwa kupitia akili tunatakiwa tuwe wabunifu, au kwa kupitia akili tumefanyaje ubunifu wetu kuhakikisha kwamba tunawekeza katika majalu taalimi, lakini pia tunawekeza katika majala as-sihia, lakini pia tunawekeza katika majali al-iktisadia. Tunawekeza katika sekta ya afya, tunawekeza katika sekta ya elimu, tunawekeza katika sekta ya uchumi. Leo hii tuna taasisi nyingi sana za Kiislamu, lakini ni jambo la masikitiko makubwa, ni jambo la kuhuzunisha, ni jambo lenye kuchoma kwamba baadhi ya viongozi wetu kwa kupitia taasisi zao wamekuwa wakifanya hafalati mbalimbali za kusherehekea miaka takribani 20 au 10 au 15 za utumishi wao katika taasisi hizo. Lakini wakati huo huo maendeleo ambayo yamefanyika, pamoja na kwamba Waislamu wapo miongoni mwetu ambao ni matajiri, Waislamu wapo miongoni mwetu ambao wanajiweza, Waislamu wapo miongoni mwetu ambao wamesoma kwa kiwango ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia wafike hapo walipo. Katika Waislamu wako ambao wanamiliki mashruaati mbalimbali, miradi ya aina mbalimbali, lakini mpaka sasa tunashindwa, pamoja na tathmini iliyopo, tunashindwa Waislamu kutengeneza vyuo vikuu, ila hali wenzetu wasiokuwa Waislamu wanatengeneza vyuo vikuu. Wenzetu wasiokuwa Waislamu wamepanga mipango ya maendeleo na wamebakia kuwa ni utekelezaji tu, kwamba ndani ya miaka 10 tunatakiwa tuwe tumefika katika sehemu gani ya maendeleo, tunatakiwa tuwe tumepiga hatua gani ya maendeleo, tunatakiwa tuwe tumepiga hatua gani katika upande wa elimu, tuwe na shule ngapi, tuwe na vyuo vingapi, vyuo vya unesi, vyuo vya afya, vyuo vya ustawi wa jamii. Lakini leo hii sisi Waislamu ni kwamba tunaishi katika hali ya kujifakhiri. Tunayaongea yale ambayo hatuwezi kuyatekeleza kwa vitendo, lakini tumekuwa ni watu ambao tunataka zaidi kusifiwa juu ya yale ambayo hata hatuwezi kuyafanya au tumeahidi na hatujayafanya,
au pengine hayapo, lakini tunatungiwa tu kwamba tumeyafanya, ila hali ni sura inayokwenda tofauti na namna gani sisi tunatakiwa tuende. Na mpaka sasa naweza kusema kwamba moja kati ya vitu ambavyo vimetufelisha Waislamu, pamoja na kujivuna kwamba tumekaa katika miaka mingi katika nyadhifa zetu, tumeshindwa kuwa na vyuo vikuu, tumeshindwa kuwekeza katika upande wa elimu ya chuo kikuu, ya vyuo vikuu. Lakini swali najiuliza, ni kwa nini sisi tunashindwa kuwekeza katika upande wa vyuo vikuu? Ikiwa tunataka kuwa na kizazi bora, tunataka kuwa na mustakbali mzuri, ni lazima tuhakikishe kwamba tunawekeza katika sekta ya elimu. Na moja kati ya moja kati ya jambo tunalotakiwa kuliangalia zaidi ni katika uwekezaji wa elimu ya vyuo vikuu. Kinachoshindikana ni nini mpaka sasa? Kwa sababu moja, hatuna umoja wa taasisi za Kiislamu ambao unatakiwa ukae na ufanye tathmini kwamba mahitaji ya Waislamu kwa sasa ni nini, mahitaji ya Waislamu kwa mustakabali wa vijana wetu ni nini. Hatuna umoja huo, kwamba kila taasisi imeweka mbele maslahi yake binafsi ya kitaasisi badala ya maslahi ya Waislamu kwa ujumla. Kila taasisi inatanguliza pesa zaidi na maslahi zaidi kushinda maslahi ya umma. Matokeo yake sasa pamekuwa hakuna the unit of organization of Islamic organization, ule umoja wa taasisi za Kiislamu ambao unaweza kukaa na kuzungumza na kuweka sera ya pamoja kwamba Waislamu ndani ya miaka 10 tunatakiwa kuwa na vyuo vikuu vingapi, Waislamu ndani ya miaka 10 tunatakiwa kuwa na vyuo vya afya vingapi, Waislamu ndani ya miaka 10 tunatakiwa kuwa na vyuo vya ustawi wa jamii vingapi, Waislamu ndani ya miaka 10 tunatakiwa kuwa na vyuo vya ufundi vingapi. Sasa hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ndani ya miaka 10 iliyopita mpaka miaka 10 hii inayokuja, maana yake kama tutashindwa kuwekeza katika upande wa elimu ya chuo kikuu, maana yake tunakuja kutengeneza kizazi ambacho kitakachosumbuliwa na tatizo la ukosefu wa ajira. Kama tutakuwa hatuna sera ya kutengeneza vyuo vya ufundi, maana yake tunakuja kutengeneza tabaka la watu ambao watakuwa hawana uwezo wa kutoa zaka kutokana na tatizo la ukosefu wa ajira. Kama tutakuwa tunashindwa kuwekeza katika upande wa elimu ya afya, maana yake tutakuja kuwa baadaye tuna tabaka la Waislamu wengi ambao watakaokuwa hawapo katika sekta za kiafya. Kama tutashindwa kuwekeza katika upande wa vyuo vya ufundi, maana yake tunakuja kutengeneza tabaka la Waislamu wengi ambao watakaokuwa wamezagaa mtaani, hawana ajira, kama ambavyo ilivyo leo kwamba vijana wetu wengi utawakuta katika masuala ya madawa ya kulevya. Vijana wetu wengi utawakuta ndio ambao wamezagaa vijiweni. Vijana wetu wengi ndio utakaowakuta ambao wanaendesha bodaboda. Vijana wetu wengi ndio utakaokuta wanafanya shughuli ambazo zinampa tu mtu ile hela ya kula, lakini sio hela ya kuweza kufanya jambo na kujikwamua kutoka pale alipo kwenda katika hali iliyokuwa nzuri. Vijana wetu wengi leo utawakuta kwamba wao ndio tegemezi badala ya kutumia nguvu zao kwa kujifunza ili kuweza kuwa baadaye wao ndio tegemezi na kuacha kutegemea watu wengine. Sasa hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba sisi Waislamu tumerakiz katika upande mmoja tu. Upande wa watu kutekeleza ibada ya sala peke yake, tukidhani kwamba maisha mengine hayatuhusu, tukidhani kwamba maisha mengine yanawahusu watu wengine, na huku tukitengeneza nadharia kwamba yani kwamba dunia ni starehe
kwa wale ambao wasiomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa wale ambao wasiomwamini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini akhera ni kwa ajili ya Waislamu peke yake, na tunasahau kwamba kanuni za maisha hazina huruma. Kanuni za maisha, ndugu zangu Waislamu, hazina huruma. Ndio maana utaona katika usulubu wa Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema bismillahi arrahman arrahim, kwamba kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwingi wa rehma, ambaye anayewapa maisha, anayewapa rehma, anayewarehemu waja wake hapa duniani bila kubagua, na anayewarehemu wale ambao wanaomwamini, watakaomwamini siku ya Kiyama peke yake, kwa ubaguzi, kwamba wale wasiomwamini hapa duniani wote wanapata sawasawa, na wale ambao watakaomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kesho akhira watapata, na hawa ambao hawatomwamini hawatopata. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kanuni za maisha hazina huruma. Kanuni za maisha kwetu sisi hazina nini? Hazina huruma. Wewe kama Muislamu ukitafuta riziki, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa kama ambavyo yule ambaye sio Muislamu akitafuta riziki na yeye anapata. Wewe ambaye ni Muislamu ukitafuta ilmu, Mwenyezi Mungu atakupa, na yule ambaye sio Muislamu akitafuta ilmu na yeye atapata, madam tu amepata, amefuata kanuni za Mwenyezi Mungu. Yule ambaye sio Muislamu akitengeneza njia bora za kupata uchumi atapata, na wewe ambaye ni Muislamu utapata. Lakini wewe Muislamu ukaacha kutengeneza njia za kutafuta uchumi eti kwa kutegemea tu kwamba wewe ni Muislamu peke yake, na ukaenda kusali tu peke yake ukategemea hilo, na huyu kafiri amwamini Mwenyezi Mungu akaenda kutafuta, maana yake yeye atafanikiwa na wewe hautofanikiwa. Na yule ambaye sio Muislamu akaamua kutafuta ilmu, alafu wewe ukasema kwamba mimi siwezi kutafuta ilmu nikakaa, maana yake yule ambaye sio Muislamu atafanikiwa na wewe hautoweza kufanikiwa. Na hii sasa inatupa taswira gani? Kwamba iwapo sisi tutakaa vizuri kwa kupitia viongozi wetu ambao wameshika mamlaka, wameshika taasisi za Kiislamu, wakagundua hilo, wakaja wakaweka mikakati iliyo bora, na imani kabisa kwamba na sisi tutafanikiwa kama ambavyo leo wenzetu wamefanikiwa. Tukaacha maisha ya fahari kwa kukalia tu viti na kuzungumzwa kwamba sisi ni wakina fulani, sisi ni wakina fulani, sisi ni wakina fulani, sisi ndo hivi, sisi ndo vile. Maana yake ni kwamba hii sisi ndo hivi na sisi ndo vile ndio ambayo imetupelekea leo hii sisi kuwa hapa, mpaka kutengeneza vyuo vikuu kwa ajili ya vizazi vyetu vinavyosoma. Tumeshindwa kutengeneza njia bora ya kuweza kuviokoa vizazi vyetu, kwa sababu hawa ambao tunaowadharau leo na kuacha kuwawekea misingi bora ndio hawa wanaokuja kutengeneza bomu la baadaye. Lakini iwapo tunataka maendeleo katika majali zote zinazohusu maisha ya kibinadamu, basi lazima hatuwezi kuepuka elimu ya vyuo vikuu. Tutumie fursa yetu hii na tujue kwamba moja kati ya dhima tunazoweza kuzibeba kabla hatujaondoka katika viti vyetu, katika nyadhifa zetu, tuhakikishe kwamba tunaweka misingi ya elimu bora ya vyuo vikuu ili kunusuru kizazi kinachokuja na kukiwekea misingi iliyokuwa maridhawa. Asante.